endelea kufanya biashara zake, asije kodi isionekane ni mzigo, lakini kumbe tungefuata utaratibu wake, ingelipwa kwa wakati, unaweka kumbukumbu zako vizuri na mambo yatakuwa mazuri tu. Sisi kwa upande wa jukwaa la wanawake tunasema kulipa kodi kwa wakati ni self love. Yani ni kujipenda. Mimi narudi kwenye walioalikwa wanawake 1000. Ni kipi kimezingatiwa? Zingatio lipo kwamba tunafahamu mikoa Dar es Salaam tuna mikoa ya kikodi 5. Kwa maana ya Temeke, Tegeta, Kinondoni, Ilala na Kariakoo. Hiyo mikoa ya kikodi ina wanawake wafanyabiashara katika maeneo hayo. Na kuna wale ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi na wale ambao wapo kwenye sekta rasmi. Lengo ni kumfikia yule mfanyabiashara mwanamke ambaye labda tuseme hajapata sana hizi nafasi za kuja kwenye kwenda kwenye makongamano, kwenye semina, kwenye warsha na sawa. Kwa hiyo tunataka tumfikie yule mwanamke ambaye yuko chini ndo anaanza. Kwa hiyo kupitia mikoa yetu ya kikodi, wao wanawafahamu wale wanawake ambao wako kwenye maeneo yao. Na wale wanawake hasa ambao wapo kwenye sekta isiyo rasmi. Lakini ni makundi ya wanawake ambao wamejiweka katika makundi mbalimbali ya kijamii, ya kibiashara. Hasa hao ndio tunawafikia na ndio hao tumewaalika kuja kupata hiyo elimu, lakini haimaanishi kwamba tutaishia hapo JNCC. Hapana, tutaendelea na pia hatutaishia Dar es Salaam tu. Tutaendelea na mikoa mingine tukufanya hizi ili jukwaa la wanawake na kodi, kwa sababu lengo letu ni kuendelea kuwafikia wanawake wengi zaidi ambao wanafanya biashara na ambao wanafikiria kufanya biashara. Ili waweze kufahamu haya masuala ya kodi kabla ya kuingia kwenye biashara au wakiwa tayari kwenye biashara, ili kuepusha na msongo wa mawazo. Ndio maana tunasema kulipa kodi kwa wakati ni kujipenda ama self love. Okay. Yani hapa tutakumbushwa kodi na kina mama kama tunavyokumbushwa ada. Kabisa. Ngoja nirudi kwa Po. Jamali alizungumzia ameona magari. Yes. Ningeomba kufafanua zaidi kuhusiana na hayo magari. Ni kweli kabisa ameona magari na Mheshimiwa Waziri wa Fedha ameyazindua. Kila mwaka magari haya yanakuja. Hakiki pekee tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa ajili ya uwezeshaji huo. Nakumbuka kipindi hicho unakuta mkoa labda mkoa wa Mbeya una magari labda 3 na mnatakiwa mkusanye labda bilioni 38 kwa mwaka. Jinsi ya kumfikia ule mwananchi ambaye yuko kule Kela ilikuwa ni shida. Cha kwanza utawezaje kwenda kuyafikia yale maeneo? Sasa hivi tunaambia kwamba tuongeze wigo wa kodi, tuongeze idadi ya walipa kodi. Hauwezi kuwafikia bila kuwa na vitendea kazi. Unaangalia mfano kama sehemu nyingine kama sisi idara ya elimu kwa mlipa kodi tunaenda kutoa elimu, lakini unatakiwa wale wafanyabiashara wasajiliwe, walipe kodi. Haya magari ulioyaona ukiachia zile hard top na nini, lakini kuna magari yale yametangulia magari mawili, lakini yanakuja mengine kwa ajili ofisi, tunaita ofisi zinazotembea, mobile offices. Tukija eneo lako labda kule Salasala, tukija pale ni ofisi ya kodi iliyokamilika, unasajiliwa, unalipa kodi pale pale. Nakumbuka kwamba atupokee nini? Cash. Kwa wale magari bwana Castro yamewekwa mahususi kwa ajili ya kupeleka huduma kwa walipa kodi. Tunaposema tunaenda kuwawezesha hawa wanawake wajasiriamali, hatutakutaka uje ofisini kwa ajili ya kuja kufanya nini? Kusajiliwa na kulipa kodi. Tutakufuata mitaa hiyo. Ukisikia TRA wako mtaani kwako sasa hivi, njoo fika katika hilo gari. Kama kuna sehemu ambayo tunatakiwa upigwe picha, vitendea kazi vyote vitakuwepo pale. Kuna sehemu tunatakiwa utoe control number, hatutakwambia nenda TRA kwa ajili ya control number kwa ajili ya kuwasilisha kadirio lako kwa mfanya biashara mdogo. Ingia katika hilo gari. Uzuri utakuwa na ofisi nzuri sana. Na walienda watakao ingia mle ndani, utaona hata hali ya hewa ambayo iko mle ndani, hata kama kuna joto mle ndani bwana, ilikuwa ni ofisi ambayo imekamilika kabisa. Sasa Po, tunaelekea kwenye eneo la teknolojia. Lakini sisi teknolojia Castro leo tunaimalizia hapa kwa Po. Wewe achana na hiyo. Tunamalizia hapa kwa Po. Hii mifumo ina changamoto zake pia. Kuna watu wanaona labda itakuwa na buffering, internet itazingua, au pengine mfumo unaweza ukanichelewesha kwa namna moja au nyingine, au wengine tunajua sisi ni wazee wa dakika za jioni,
Kwa hiyo unakuta unalipa ile dakika za jioni, unapigwa penalty ile. Kwa mtu anayekosekeliza sasa hivi, teknolojia imekuja kwa ajili ya kurahisisha mambo, lakini kuna watu teknolojia imewakuta. Umeelewa Hawa tunaweza kuwasaidia vipi waone urahisi wa teknolojia ili wasaidie wao kulipa kodi zao na kuweka kwa maana kwamba rekodi zao sawa sawa? Zote hizo bwana Jamali ni urahisishaji wa ufanyaji biashara. Ukiangalia TRA kule tulikotoka, angalia hata mifumo yetu. Zamani mfumo wa kwanza kabisa ambao labda tuliingia nao mfumo wa tini. Ni lazima usafiri kutoka kule mkoani ulipo kuja Dar es Salaam kwa ajili ya kufanya nini? Kuja kupata tini. Lakini sasa hivi teknolojia hii imeturahisishia sana. Ukiangalia mfumo wetu huu wa IDRAS ni mfumo ambao tunaita ni web based. Sio application kama ile mifumo ilikuwa zamani labda uingie kwenye e-file kwenye portal. Sasa hivi ni nini? Ni kwenye iko web based. Maana yake ni website tu, ndani ya website ya TRA unaenda kupata hizo hizo huduma zote hizo. Lakini pamoja na hivyo, hii teknolojia tunayozungumzia sasa hivi ndio ambayo imetupa haya matokeo mazuri. Sasa hivi tunazungumzia mwaka huu wa fedha kwamba TRA kati ya bajeti ya serikali ya trilioni 56, TRA tunatakiwa tukusanye over trilioni 36. Ukiangalia ni almost 65%, more than 65% yani budget ya serikali. Itarahisishweje ukusanyaji hizo kodi au itawezeshwaje? Ni teknolojia. Na ndio maana tumekuja nayo hii kuhakikisha kwamba kila kitu ni digitalized. Hakuna hata ile ya kusema kwamba nikija kukuona bwana Castro labda tu kuna vitu ambavyo nataka interview kutoka kwako. Lakini sasa hivi uzuri mawasiliano, umefunga biashara yako, sio lazima uniletee barua. Ingia kwenye mfumo huu wa IDRAS, kuna sehemu ya communication. Barua yako unaiwasilisha nini kwenye mfumo. Kwa hiyo either uwe nje ya nchi, uwe ndani ya nchi, uwe mbali na eneo lako la kibiashara, ni rahisi kuwasiliana na mamlaka ya mapato. Yote hizo nini? Ni teknolojia. Kwa hata sasa hivi tunajivunia kwamba tunasema kwamba hata mawasilisho hizi return mbalimbali za kodi makadirio yatafanyika kwa usahihi sasa hivi kutokana na nini? Na uwezeshaji na matumizi ya teknolojia ndani ya mamlaka ya mapato. Kwa hiyo tunaendelea kutoa wito. Mwezi huu wa 3 ni mwezi wa mwisho wa kuwasilisha makadirio yako. Fanya makadirio yako kwa wakati, lipa kodi yako ya awamu ya kwanza ili taifa letu liweze kusonga mbele. Tunahitaji kuboresha miundombinu ya kibarabara. Hizi barabara tunazoziona, madaraja yanayojengwa ni kodi zako wewe Mtanzania. Tunahitaji sasa hivi kuboresha zaidi maeneo ya afya. Nimemsikia juzi hata kiongozi wa Muhimbili wa Moi kule asema tuna madaktari fulani idadi fulani ambao tumewaandaa kwa ajili ya AFCON inayokuja mwakani. Lakini zote hizo nini? Wale madaktari watasomeshwa na nini? Na kodi zako. Wewe mwajiri ambao unatakiwa ulipe kodi ya SDL. Tarehe 7 ya kila mwezi ni tarehe ya kuwasilisha kodi ya pay as you earn pamoja na SDL. SDL ndio ni Skills Development Levy ambayo inaenda kulipwa au kwa ajili ya kuwezesha wanafunzi wetu wanaosoma elimu ya juu. Mikopo ile wanayopata ni hii SDL ambayo unalipa nani? Wewe mwajiri. Dakika zimekimbia kweli kweli bwana. Sisi tunashukuru sana kwa ugeni huu kutoka mamlaka ya mapato Tanzania TRA. Tunamaliza na Recho pamoja na Recho. Sasa naomba niwaambie kitu kimoja. Ndiyo. Nyinyi najua TRA mna shughuli zenu mbalimbali. Huwa mnafanya kuna ukumbi unaitwa The Superdome. The Superdome Masaki. Wako vizuri pale. Una parking zaidi ya magari 500. Wafanyakazi unapewa 40 mle ndani. Kuna screens za kutosha kama hii. Nyingi tu mle ndani. Lakini pia kuna sound nzuri. Na sasa hivi mwezi huu wa Ramadhani pamoja na Kwaresma wanapunguzo la bei pale. Watu wanafuturu vizuri kabisa na kuna sehemu ya kuswali, kila kitu pale kinapatikana pale. Kwa hiyo unaweza ukawacheki tu kwenye Instagram yao, wanatumia The Superdome Masaki. Wakati tunamaliza kabisa hapo ndugu yangu Castro. Recho una wito. Alafu wakati wito umekaa nao kidogo kwenye koromeo hapo. Naomba pia Po atanisaidia kujibu, ilikuwa sekunde 30. Mdau kanitumia message hapa. Kaniambia magari ya umeme yana kodi. Kama hayana, kwa nini hayana? Recho, naomba umalize na hilo kwako la wito, alafu Po tutamaliza naye mwisho kabisa. Asante. Jamal, tulikuwa unazungumzia swala la teknolojia. Na kwa wakati huu tulionao, swala la muda
ni la msingi sana kwenye swala zima la teknolojia. Tukimtazama mwanamke kwenye jamii ana majukumu mengi sana, na baada ya kuwa na majukumu hayo mengi sana, swala la muda ni swala muhimu sana kwa mwanamke yoyote katika kutumia kwake muda. Kwa hiyo Mamlaka ya Mapato Tanzania imekuja na solution ya hiyo swala la muda, matumizi mazuri ya muda. Na ndio maana IDRAS imekuja kurahisisha mambo yote. Muda wa kwenda kupanga foleni haupo tena, muda wa kusafiri kwenda point moja kwenda nyingine haupo tena, muda wa kusubiria huduma haupo tena. Kwa maana hiyo mwanamke amerahisishiwa kwa kiasi kikubwa sana kutumia muda wake ili aweze kuendelea kujenga uchumi wa nchi hii, kwa maana kwamba muda ambao alikuwa anatumia kufanya hizo shughuli zote mweko kwenye simu yake au kwenye kifaa chake kama ni kompyuta mpakato ambacho anaweza kufanya masuala yake ya kikodi yote kwenye simu yake. Na sisi bado tunaendelea mimi au Mamlaka ya Mapato Tanzania tunaendelea kutoa wito kwa wanawake wote wafanyabiashara au wote wanaojishughulisha na shughuli za kiuchumi ambazo zinawapatia kipato, ambazo kisheria zinapaswa kulipiwa kodi. Tunaendelea kutoa wito kwamba ofisi zetu zipo, lakini bado tunapatikana kwenye mitandao ya kijamii, bado tuna kituo cha huduma kwa wateja au huduma kwa walipa kodi. Kuna namba za simu bure unaweza kupiga, utatupata ili usipoteze muda wa kuja. Lakini vile vile kuna email yetu pale, unaweza kutuma email. Lakini kuna namba ya WhatsApp pale, unaweza kutuma message kwenye WhatsApp na majibu ukapata instantly au hapo hapo. Lakini vile vile mitandao yetu ya kijamii pia ipo kwa ajili ya kutoa taarifa mbalimbali, na unaweza pale ukatuandikia. Lakini mbali ya hivyo kwenye IDRAS kuna kila huduma ambazo zinapatikana pale. Kwa hiyo nitoa wito kwamba Mamlaka ya Mapato Tanzania tunaendelea kurahisisha maisha ya mwanamke wa Kitanzania ili aendelee kuzalisha shughuli zake za kiuchumi na kuendelea kujenga taifa letu pamoja. Tuna kauli yetu tunasema pamoja tunajenga taifa letu, lakini vile vile kodi yetu maendeleo yetu. Bila wasisahau ukiuza toa risiti na ukinunua dai risiti. Kuna kidogo nani zile sare za wanawake watavaa siku hiyo. Unataka? Unataka? Sare zipo. Au wewe utapendeza ndio hivyo. Tumalize na hili. Umeuliza swali kuhusu mfano mtu anayeingiza chombo. Sijasema sio lazima liwe magari. Chombo chochote kinachotumia umeme. Tunajua matumizi ya nishati umeme, cha kwanza yanatunza mazingira. Ndio kubwa kabisa. Hawa wamepewa vivutio au incentive kwenye baadhi ya kodi. Nasema kwamba ameuliza kwamba yanalipa kodi magari au vyombo vyote vinavyotumia umeme. Lakini kuna baadhi ya kodi hawa wamewekewa kama vivutio. Unakumbuka kuna kodi ambayo kuna rais mmoja alipoingia madarakani alizuia misaada iliyokuwa inakuja huku Tanzania. Moja hapo misaada ilikuwa ni zile dawa za kufubaza makali ya VVU. Sheria za kodi ya mwaka huu, moja wapo sheria ambayo imewekwa kwa ajili angalau tupate pesa kwa ajili ya kusaidia kupambana na haya maambukizi ya VVU, ilikuwa ni kodi inaitwa HIV response levy. Bwana jamaa, leo ukiagiza gari ambayo ina CC kuanzia 0 mpaka 1000 akina Paso na kadhalika na vingine magari mengine kama hayo, unalipia kodi ya shilingi 50,000. Hiyo kodi inaenda moja kwa moja katika mapambano ya nini ya VVU ile kwa asilimia ngapi? Asilimia 70. Asilimia 30 yake inaenda kwenye mfuko wa bima kwa wote. Lakini huyu ambaye ameingiza gari inayotumia umeme, yeye kodi hatalipa. Na kuna kodi nyingine ambayo hatalipa inaitwa kodi ya ushuru wa bidhaa, tunaita excise duty, taxes au excise duty. Hii kodi tunachoamini kwamba magari haya yanatumia umeme, vyombo vinatumia umeme vimetengenezwa recent. Kwa maana yake hatalipa nini? Hii kodi ya ushuru wa bidhaa. Kwa hiyo kuna hizo kodi mbili, HIV response levy pamoja na hii ya ushuru wa bidhaa. Haya ni kama incentive kwake ili angaa kutuletea magari ambayo yatakuwa na conserve energy, hata haribu nini? Mazingira. Okay. Asante sana Mr. Power pamoja na Madam Rachel. Sisi tunashukuru sana kwa muda wenu. Time yetu
imetutupa. Yeah. Asante sana kwa Jamal Mruma pamoja na Hassan bila kumsahau Wande, lakini bila kumsahau dalali namba 1 Mbaba VC. Mimi naitwa Castro Dickson, unaweza kaniita mzee vizuri. See you tomorrow. Bye bye. Yeah, bye bye. Tani na Kwaresma kuitangaza biashara yako na Mjini FM. Wasiliana na kitengo cha masoko kwa simu namba